Karibu tena kwenye uchambuzi wetu wa kina. Leo, tuna swali kubwa kweli kweli ambalo limetokana na maandiko uliotupatia. Baada ya watakatifu kufufuliwa na kubadilishwa, sasa wanakwenda wapi hasa? Picha inakuwaje? Ni kwamba wote wanakusanywa sehemu moja, au labda sijui, kuna makundi tofauti yanayopelekwa maeneo tofauti ya kimbingu? Hili ni swali la msingi kabisa, na vyanzo vyako vinatoa jibu la kuvutia sana kwa kujikita kwenye kitabu cha Ufunuo. Badala ya kutoa jibu la moja kwa moja, mwandishi anatupeleka kama kwenye safari hivi, akituonyesha maeneo matatu muhimu. Kwanza, kuna eneo linaloitwa hewani, halafu tuna mlima Sayuni, na kisha kuna bahari ya kioo. Sawa. Kwa mtazamo wa kwanza, hayo maeneo yanasikika kama ni tofauti kabisa. Kabisa. Na dhamira yetu hapa ni kuona jinsi mwandishi anavyounganisha hivi vitendawili vitatu, ili kujenga picha moja kamili. Sawa, nimependa hiyo, kama vile kutatua fumbo la kiunabii. Basi hebu tuanze na kidokezo cha kwanza. Vyanzo vyako vinaanza na andiko ambalo, wengi wetu tunalifahamu, kuhusu kunyakuliwa. Ndiyo. Msingi wa yote ni pale 1 Wathesalonike 4:16-17. Andiko linasema Bwana atashuka, wafu katika Kristo watafufuliwa kwanza, Na kisha sisi tulio hai tutanyakuliwa pamoja nao kwenye mawingu. hasa ili kumlaki Bwana hewani. Sasa neno hili hewani linaonekana rahisi, lakini vyanzo vyako vinasema kuna undani zaidi hapo. Na hapo ndipo uchambuzi wa kina unaanzia, sivyo? Ndiyo kabisa. Mwandishi wa vyanzo hivi ambaye anachambua maandiko kutoka lugha za asili na pia tafsiri za Kikorea, anasisitiza neno la Kikorea gongjung. Anasema ni muhimu kwa sababu halimaanishi tu mawingu haya tunayoyaona. Lina maana pana zaidi ya anga zima, au kama eneo la utawala wa kiroho. Kwa hiyo hii siyo safari ya kwenda kwenye mawingu ya mvua. Sio kabisa. Ni kama kuvutwa kuingia katika ulimwengu wa kiroho. Pale ambapo Kristo anatawala. Kama kupita pazia kutoka ulimwengu wa kimwili kuingia kwenye uhalisia mwingine. Na mfuatano wa matukio ni muhimu hapa, sivyo? Hili tukio la kunyakuliwa hewani linatokea lini hasa kulingana na vyanzo? Mfuatano ni muhimu mno, mno. Kulingana na tafsiri iliyopo kwenye vyanzo vyako, tukio hili linatokea kabla ya yale mapigo 7 ya mwisho kumwagwa duniani. Kweli. Ndiyo. Mantiki yake ni kwamba watakatifu wanaondolewa na kuwekwa salama, unajua. Kama Nuhu alivyokuwa salama ndani ya safina. Wako na Bwana hewani wakati hukumu inaanguka duniani. Ina mantiki. Na kuna jambo la ziada. Baada ya mapigo hayo kumalizika, vyanzo vinadokeza kuwa Yesu anarudi duniani na jeshi la mbinguni. Na jeshi hilo inaonekana linajumulisha watakatifu hawa walionyakuliwa. Kumbe, kwa hiyo wanaondolewa kwa ajili ya usalama, kisha wanarudi kwa ajili ya ushindi. Hiyo ndiyo picha. Sawa, picha ya kwanza inaanza kujengeka. Hatima ya kwanza ni hewani, eneo la kiroho. Lakini hapa sasa ndipo fumbo linaanza. Vyanzo vyako vinatupeleka kwenye maono mengine kutoka Ufunuo 14.1. Hapa hawaoni watakatifu hewani, bali tunaona kundi maalumu, wale 144,000. Wamesimama na mwanakondoo juu ya mlima Sayuni. Sasa hii inazua swali. Je, hawa wamepelekwa sehemu tofauti? Wameachana na wengine? Hilo ndilo swali la msingi, na linahitaji tuelewe kwanza hawa 144,000 ni akina nani na mlima Sayuni ni nini? Kulingana na mwandishi, hawa 144,000 ni malimbuko kwa Mungu na wanatajwa kama wale mashahidi wawili wanaotoa unabii. Na muhimu zaidi, ni wale waliotiwa muhuri na Mungu kabla ya maafa makubwa kuanza. Na vyanzo vinatoa ratiba maalumu ya kutiwa muhuri kwao, jambo ambalo linaonekana kuwa muhimu sana. Muhimu mno. Uchambuzi unasema kutiwa muhuri huku lazima kukamilika kabla ya zile pepo 4 za dunia kuachiliwa, na kabla ya tarumbeta ya 5 ambalo ni lile ole wa kwanza. Kwa nini hasa? Kwa nini ratiba hiyo ni muhimu? Ni muhimu kwa sababu pigo hilo linawaathiri wale wasio na muhuri wa Mungu. Hivyo, muhuri huu ni kinga yao maalumu. Unawawezesha kutekeleza jukumu lao la unabii katika utawala wa yule mnyama bila kuangamizwa na mapigo ya kiungu.
Ni kama kupewa kinga ya kidiplomasia kwa ajili ya misheni hatari. Hasa, hiyo ndo taswira yake. Sawa, hao ndio wale 144,000. Lakini bado kuna swali la Mlima Sayuni. Wengi wetu tukisikia Mlima Sayuni, tunafikiria mara moja lile eneo la kihistoria huko Yerusalemu. Lakini vyanzo vyako vinasema picha ni pana zaidi. Pana zaidi, fikiria kama wazo linalokuwa. Linaanzia pale, sawa, kwenye mlima halisi ambapo hekalu lilikuwepo. Kisha, katika maandiko, linapanuka na kuwa ishara ya makao ya Mungu, yani mahali pa kiti chake cha enzi. Kwa hiyo Sayuni inakuwa sawa na uwepo wa Mungu? Ndiyo, lakini sikiliza hili, mwandishi anaenda mbali zaidi. Zaidi ya hapo? Kabisa. Anataja jinsi Yesu alivyosema mwili wake ni hekalu na jinsi Agano Jipya linavyosema miili yetu sisi waumini ni hekalu. Kwa mantiki hiyo, kila muumini anakuwa Sayuni ya kiroho. Na mwishowe, Sayuni inawakilisha Yerusalemu mpya katika ufalme wa milenia. Kumbe, kwa hiyo ni wazo linalotoka kwenye eneo kwenda kwenye kitu cha kiroho, cha kibinafsi na hatimaye cha kimilele. Umeipata. Kwa hiyo kuwaona wale 144,000 wamesimama kwenye mlima Sayuni haimaanishi wako kwenye kilima fulani huko Mashariki ya Kati. Hasa. Hoja kuu ya mwandishi ni hii. Sayuni halisi, ile ya mwisho, ni pale kiti cha enzi cha Mungu kilipo, yaani mbinguni. Kuwaona hao 144,000 wamesimama hapo, sio tukio tofauti na lile la kunyakuliwa hewani. Sio tukio tofauti. Hapana, badala yake ni maono yanayotoa maelezo zaidi kuhusu walipo baada ya kunyakuliwa. Ni kama kuweka kamera maalumu kwa kundi hili na kuonyesha hadhi yao kama malimbuko waliokamilisha misheni yao. Hawako sehemu tofauti. Sawa, nimekuelewa kuhusu mlima Sayuni kuwa ishara ya uwepo wa Mungu na sio eneo tofauti. Hilo linaanza kuunganisha mambo. Lakini vyanzo vyako vinatupa picha nyingine ya kushangaza. Bahari ya kioo kutoka Ufunuo 15:2. Hapa tunaona kundi lingine. Wale waliomshinda yule mnyama wamesimama kando ya bahari hii. Hii inaunganishwaje na wazo la mlima? Yaani maji na mlima vinaonekana kama vitu viwili tofauti kabisa. Hapa ndipo usanii wa kiunabii unapoonekana wazi. Chanzo kinaeleza kuwa bahari ya kioo si bahari halisi. Katika hekalo la duniani kulikuwa na lile birika kubwa la shaba lililojaa maji, ambapo makuhani walijitakasa. Ndiyo, nakumbuka. Basi, lile birika lilikuwa ishara ya hii bahari ya kioo ya mbinguni. Inawakilisha mpaka wa utakaso. Inafafanuliwa kama maji yaliyo juu ya anga, yanayotenganisha ulimwengu wa chini, Hades, na patakatifu pa mbinguni. Kwa hiyo kusimama kando yake au kuivuka kuna maana kubwa. Maana kubwa sana. Fikiria kuhusu Waisraeli. Walikombolewa kutoka utumwani Misri kwa kuvuka bahari ya Shamu. Baada ya kuvuka salama na kuona maadui zao wameangamizwa, walisimama upande wa pili na kuimba wimbo wa ushindi, wimbo wa Musa. Na hawa katika Ufunuo nao wanaimba? Kabisa. Vile vile, hawa watakatifu wamevuka bahari ya majaribu na dhiki kuu duniani. Sasa wamesimama upande wa pili salama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu na wanaimba wimbo wa Musa na wa Mwana-Kondoo. Ni ukombozi mkuu zaidi. Hilo ni jambo lenye nguvu sana. Lakini sasa narudi kwenye swali langu la awali. Hawa waliosimama kando ya bahari ya kioo ni watu tofauti na wale 144,000 waliokuwa kwenye mlima Sayuni? Tunazungumzia makundi mawili tofauti yaliyofika mbinguni? Na hapa ndipo mwandishi anapindua meza. Anatuambia tuache kufikiria hizi kama anwani tatu tofauti kwenye ramani ya kimbingu. Sawa. Fikiria hivi. Unapomaliza mbio ndefu za marathon, unaweza kupata medali, cheti cha ushiriki na picha ikipigwa ukiwa umesimama kwenye jukwaa. Zote ni sehemu ya sherehe moja ya ushindi, lakini kila moja inaonyesha nyanja tofauti. Kumbe, ndivyo ilivyo na haya maeneo. Hasa hewani, mlima Sayuni na bahari ya kioo. Zote ni kama picha na vyeti tofauti vya ushindi mmoja mkuu wa watakatifu wote waliofufuliwa. Kwa hiyo sio makundi tofauti, ni njia tofauti za kuelezea kundi moja,
lakini vyanzo vinatoa tofauti kidogo ya majukumu kati ya wale 144,000 na hawa wengine, sivyo? Hiyo inafafanuliwaje? Ndiyo, na hapa kuna maelezo ya kuvutia. Chanzo kinasema wote ni mashahidi wafiadini waliofufuliwa katika ufufuo wa kwanza. Tofauti yao ipo kwenye majukumu waliokuwa nayo duniani wakati wa nusu ya kwanza ya lile juma la mwisho la unabii. Majukumu gani? Uchambuzi unawagawa hivi: wale 144,000 walikuwa kama kikosi maalum. Wale mashahidi wawili waliokuwa mstari wa mbele wakitoa unabii na kupambana na nguvu za yule mnyama walikuwa walinzi. Kwa upande mwingine, wale wanaoonekana kando ya bahari ya kioo ni watakatifu wengine ambao walilindwa na unabii na kazi ya wale 144,000. Ngoja kidogo. Unasema kundi moja ni walinzi na lingine ni waliolindwa, lakini mwisho wa siku wote wanafia dini na wanafufuliwa pamoja. Hilo linasikika kama tofauti isiyo na tofauti. Vyanzo vyako vinaelezeaje umuhimu wa majukumu haya tofauti ikiwa hatima yao ni moja? Swali zuri sana. Na mwandishi anasisitiza kwamba tofauti ya majukumu haimaanishi tofauti ya hadhi au thawabu mbinguni. Ni kama katika jeshi. Kuna askari wa miguu, marubani na wahandisi. Wote ni sehemu ya jeshi moja, lakini wana majukumu tofauti ya kimkakati. Okay, naelewa hiyo analojia. Umuhimu wa wale 144,000 ulikuwa ni kuhakikisha Injili na unabii vinahubiriwa hadi mwisho na kuwalinda kiroho watakatifu wengine ili nao waweze kusimama imara. Kwa hiyo, majukumu yalikuwa tofauti, lakini dhabihu na ushindi vilikuwa vya wote. Sawa, hiyo inaeleweka sasa. Basi, hebu tuunganishe picha kamili. Swali letu la awali lilikuwa, baada ya ufufuo, watakatifu wanakwenda wapi? Jibu, kulingana na vyanzo hivi, sio sehemu A, B au C. Jibu ni kwamba wote wanakwenda sehemu moja. Hiyo ndiyo hasa hoja kuu. Wote wanakusanywa mbele ya uwepo wa Mungu. Na maeneo yote haya, hewani, mlima Sayuni na bahari ya kioo, kimsingi ni maelezo ya mandhari ya eneo hilo moja. Vipi? Yanaunganikaje kijiografia, hata kama ni kiishara? Fikiria hivi, maandiko yanasema bahari ya kioo iko mbele ya kiti cha enzi. Na mlima Sayuni, kama tulivyoona, ni ishara ya kiti cha enzi. Na kiti hicho cha enzi kwa wakati huo kinakuwa hewani. Kwa hiyo yote yanaelekeza mahali pamoja, mbele ya Bwana. Sawa, sasa picha kamili inajengeka. Yaani, mashahidi wote wafia dini, kutoka Agano la Kale, Jipya hadi Dhiki Kuu, wote wanafufuliwa pamoja katika ufufuo wa kwanza. Wote wananyakuliwa na kukusanywa hewani, ambapo kiti cha enzi cha Yesu kitakuwa. Ndiyo. Na yale maono ya mlima Sayuni na bahari ya kioo sio maelezo ya maeneo tofauti, bali ni kama lenzi za kiishara zinazotusaidia sisi kuelewa utukufu na ushindi wao. Umelipata vizuri kabisa. Na kuna jambo moja muhimu ambalo mwandishi anasisitiza ili kuondoa mashaka yoyote ya ubaguzi. Anasema waziwazi kuwa wale 144,000 sio bora zaidi au hawatapata thawabu kubwa kuliko mashahidi wengine. Walikuwa na jukumu tofauti, si hadhi ya juu. Kabisa. Chanzo kinasema thawabu inategemea ukubwa wa dhabihu ya mtu na uaminifu wake, sio cheo cha jukumu. Mwisho wa siku wote, pamoja na wale 144, ni wenye dhambi waliookolewa kwa neema kupitia damu ya Yesu. Hakuna daraja la utukufu. Wote wanasimama sawa. Hilo ni jambo muhimu sana kusisitiza. Kwa muhtasaria basi, uchambuzi huu kutoka kwenye vyanzo vyako unalengwa kuondoa mkanganyiko. Badala ya kuona picha zilizotawanyika za makundi tofauti, unatupatia picha moja iliyoungana. Familia moja ya mashahidi ikikusanyika eneo moja tukufu. Ndiyo, ni jaribio la kuleta upatanisho katika unabii ambao mara nyingi umetafsiriwa kwa njia zinazogawanya. Inapendekeza kuwa badala ya kutafuta migawanyiko na madaraja, tuone picha moja kubwa ya ushindi wa pamoja unaoelezewa kutoka pembe tofauti za kamera. Na hili hapa wazo la kukuacha nalo, likitoka moja kwa moja kwenye uchambuzi huu. Tuliona kwamba baada ya watakatifu kumlaki Bwana hewani na baada ya mapigo 7,
Vyanzo vinasema wanarudi naye duniani kama jeshi la mbinguni. Sasa fikiria hili. Katika maandiko, kanisa linaitwa bibi harusi wa Kristo, ishara ya upendo, uhusiano na amani. Lakini hapa bibi harusi huyo huyo anakuwa jeshi la Kristo, ishara ya nguvu na vita. Ikiwa bibi harusi wa Kristo ndiye pia jeshi la Kristo, je, hilo linadokeza nini kuhusu asili halisi ya amani? Na kwamba wakati mwingine ufalme wa amani unasimamishwa kupitia ushindi dhidi ya uovu?